Ya mambo vipi mdau wangu wa nguvu, tunasonga mbele katika episode ya pili ya tamthilia yetu nzuri tulikuwa tumeianza. Nikumbushe tu kwamba kila tunapofikisha like 100 ndivyo ambavyo tunasonga mbele katika episode inayofuatia, na siku ya leo tunaendelea. Bidada Haran aliweza kutambua kwamba Mwamba angekufa kwa kujirusha katika ghorofa, lakini akawa amemsaidia huyu jamaa. Kiufupi ni kwamba alikuwa ameshapengua ile hatima yake. Lakini licha ya kumsaidia Mwamba yule, bado aliendelea kuwa na wasiwasi. Jamaa akawa amemuuliza, "Je, kuna shida nyingine?" Bidada akasema kwamba target ilikuwa si tu Mwamba peke yake aweze kufa, bali yule mtu alikuwa kimuwinda alikuwa anamuwinda pia na mke wake. Na kwa kuwa tumeweza kutengua hatima ya kwanza, bila shaka muindaji atataka kumuinda yule mwanamke wake huyu jamaa. Nakumbusha tu kwamba bidada ana uwezo wa kugundua kile ambacho kitakwenda kutokea mbele. Kwa hiyo anaweza kubadilisha hatima kwa kuweza kuzuia baadhi ya vitu visiweze kutokea. Kwa hiyo anajua kwa sasa hivi kwamba anaelekea kufa ni mke wa jamaa. Akamshirikisha Pande Mu juu ya sifa zote ambazo muuaji anazo. Akamwambia kwamba muuaji alivalia saa fulani ya kijeshi, lakini pia alivalia na sare za kijeshi. Muuaji atakuwa na bunduki. Nakumbusha tu kwamba bidada hajawahi kabisa kumuona huyo muuaji, lakini ameweza kumuona kupitia maono. Kwa hiyo huyu Mwamba atakapokuwa ametima katika mitaa hii, bidada atamuona kabisa hadi sura ataitambua, lakini Mwamba hatagundua kwamba anafuatilia. Bidada kwa kutumia taswira tu ile aliyoweza kuiona katika maono, moja kwa moja wakafunga safari mpaka kwa huyu mwanamke anapopatikanika. Kisha wakaanza kumuuliza na kumwambia kwamba una mahusiano na mtu yeyote ambaye ni mwanajeshi ama jamaa mmoja hivi ambaye mara nyingi sana anapenda kuvalia saa aina fulani hivi. Hasa ile namna ambavyo bidada alikuwa ameelezewa tukio zima, akabaki anashangaa tu. Ikabidi kukili wazi na kusema kwamba yule jamaa aliyekuwa amekamatwa ndio mume wake, lakini yule mwanajeshi alikuwa ni mchepuko wake. Sasa ili kuweza kubadilisha hatima ama kubadilisha future itakayokwenda kutokea mbele, ikabidi moja kwa moja wamwambie mwanamke kwamba kwa sababu utakwenda kuuliwa, inatakiwa umpigie mtu wako simu umwambie kuwa unahitaji kuonana naye. Akamsoja anampenda sana huyu mke wa mtu. Moja kwa moja bana, ikabidi kufika hapa katika eneo hili la mgawani katika namna fulani hivi ya kimaficho sana. Mwamba anajua kabisa kwamba anatembea na mke wa mtu, kwa kuna namna fulani hivi anakujaga kimaficho ficho yani. Wakati huo anaendelea kuzungumza na huyu mke wa mtu, basi Mwamba Mugeng pamoja na bidada Harang wakaanza kuvizia ni kwa namna gani wanaweza kumfanyia timing huyu jamaa waweze kumkamata, kwa sababu huyu ndiye atakaye kwenda kufanya mauaji siku za mbeleni. Mwamba Mugeng akajiongeza na moja kwa moja akatimba mpaka kwa hii target, na kisha akamuuliza jamaa, "Samani bana, ni saa ngapi sasa hivi?" Jamaa akawa ameonyesha saa yake. Jamaa akagundua kwamba hii ndio saa ambayo bidada alikuwa anaizungumzia katika maono yake. Mwamba Mugeng akatoa pingu na kumvisha Mwamba, kisha akamwambia kuwa wewe ni mwanajeshi na inaonekana umetoroka jeshini, kitu ambacho ni kosa kisheria na unatakiwa kukamatwa ili uweze kujibu mashtaka yako. Dada Haran alijisikia furaha kweli baada ya kusababisha mtu huyu aweze kukamatwa, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza anasaidia maisha ya watu na kuepusha kitendo cha mauaji. Sasa alifunga safari na moja kwa moja anaelekea katika kituo cha polisi, lakini alipofika hapa police station akagundua kwamba Mwamba alikuwa hayupo, ila katika meza yake kuna picha, na katika picha hii kulikuwa kuna kacha fulani hivi katika mkono. Akawa kama anaikumbuka kabisa hii kacha, ni kama amewahi kumpatia mtu kipindi hicho kwa gani mdogo sana. Akajikuta mpaka antilika machozi kwa sababu huyu jamaa kumbe ni rafiki yake wa udogoni na walikuwa wakipendana sana. Hasa hapa katika kituo cha polisi inatakiwa uwe makini sana kunielewa katika sini hii. Ni kwamba wakati bidada anaendelea kuitazama hii picha, akaja kushtukia kwamba yule mwanajeshi alikuwa amekamatwa anatolewa nje. Na si unajua kwamba mwanajeshi akikamatwa hapelekwi vituo vya kawaida, anapelekwa katika vituo vya kijeshi. Kwa akawa amekuja kuchukuliwa na wanajeshi hapa, lengo aende kuhojiwa huko kwa wanajeshi wenzake. Lakini sasa bidada wakati anaendelea kutazama vizuri huyu mwanajeshi anagundua kwamba huyu mwanajeshi kumbe saa alikuwa amevalia mkono wa kushoto, lakini katika maono yake aliona kuwa mwanajeshi aliyekuwa anatekeleza kitendo cha mauaji alikuwa ni mwanajeshi aliyevalia saa upande wa kulia. Kwa hii ikawa imemchanganya kidogo na kugundua kwamba huenda mambo yako tofauti hapa. Bana, sasa mambo yako hivi ni kwamba siku ile ambayo bidada alikuwa amempigia simu ule msoja wake ambaye ni mchepuko, alikuwa amempigia simu ni kweli, lakini yule msoja alimtuma msaidizi wake aje kumwakilisha katika mazungumzo yote ambayo bidada anayataka. Kwa hiyo walikuwa sahihi kabisa kumkamata mwanajeshi, lakini shida ni kwamba walimkamata mwakilishi. Kwa yule muuaji kamili bado yuko duniani. Sasa yuko wapi hawaelewi mpaka dakika hii, na afande hayuko hapa kituoni. Ilikuwaje kwaje afande ametoka hapa kituoni? Issue inaanza kwa kutuonesha kwamba kabla ya afande Mu kuweza kutoka hapa kituoni, yule jamaa ambaye alikuwa amemsaidia maisha yake, simu yake ilikuwa inaita. Akamwomba afande Mu aweze kuipokea ile simu, na baada ya kuipokea kuna maelekezo ambayo alikuwa amepewa afande Mu, na akawa ameondoka kufuata hayo maelekezo. Hasa kwa kuwa yule kaka mwanajeshi ambaye ni muuaji hamjuagi kabisa mume wa demu ambaye anatembea naye, leo alipopiga simu na jamaa akawa amepokea na wakapanga kuweza kuonana, kwa hiyo yeye atakuwa anajua afande Mu ndio mume wa yule mwanamke ambaye anatembea naye. Kwa hiyo ni rahisi yeye kuweza kutekeleza matukio ya mauaji, na mtu kabisa atakaye kwenda kuuliwa atakopo ni Mwamba Mu ambaye ni afande. Kama hujanielewa mpaka kufikia hapo, basi unatakiwa kurudisha nyuma ili uweze kunielewa vizuri. Lakini hii movie sometimes inataka mpaka uwe na D2 Sasa bidada ili kuhakiki kwamba haya anayoyaona ni kweli au sio kweli, ikabidi kumuuliza huyu jamaa, "Bunduki yako iko wapi?" Jamaa akasema kwamba mimi sina kibali cha kutembea na bunduki na sina bunduki bana. Hapa bidada akawa amedhibitisha wazi kabisa kwamba muuaji bado yupo katika mitaa na anaendelea kuzunguka. Sasa haelewi ni nani atakwenda kuuliwa ikiwa yule mtu anatakiwa kuuliwa yuko hapa polisi. Ile anageuza macho yake tu kutazama television, anagundua kwamba kuna tukio linaonyesha mtu ametekwa na ameshikiwa bunduki. Kuja kutazama kwa umakini anagundua kwamba ni
ni yule mtu anayefahamika kama Mu ndiye aliweza kutekwa. Hasa mtu aliyekuwa anatakiwa kuuliwa ndio akaanza kumuelezea bidada namna gani Mwamba aliweza kutolewa hapa katika kituo cha polisi na kuelekea huko katika eneo la tukio ambapo Mwamba akafanywa mateka. Mwamba tu amemaliza kumsimulia bidada akajikuta anajilaumu sana na kusema kwamba bora nisingemuita jamaa kuelekea katika eneo la tukio, nimeweza kumsababishia matatizo. Dakika hizo ikasikika mungurumo wa risasi. Mwamba alikuwa amepigwa risasi. Bidada Harang kwa kuwa katika maono yake aliweza kuona kwamba jamaa atakufa, basi moja kwa moja hakuona naye sababu ya kuendelea kuwa hai. Akatimba katika chumba fulani cha siri, akachukua kamba za viatu na anataka kujiua. Hasa huko hospitalini mtu ambaye anamhudumia Mwamba Mugeng ni girlfriend wake ambaye anafahamika kama Sangyang. Alikuwa akilalamika sana na kumnyenyua Mwamba. Mwamba mapigo yake ya moyo yanasoma zero kabisa, yani kana kwamba ni Mwamba ambaye soon as possible atakopo yuko ahela. Na bidada Sangyang kuona kwamba Mwamba hawezi kabisa kunyenyuka, akawa amekata tamaa na kushuka chini. Bidada Harang tayari alikuwa amejitundika katika kitanzi. Ile anatazama screen huko anatapatapa, daktari akatangaza kwamba Mwamba ameweza kupoteza maisha. Hii kitu ilimvunja moyo zaidi na zaidi. Mwili wa Mwamba Mugeng ukachukuliwa na kupelekwa katika vyumba vya kuhifadhi maiti. Sasa kwa kuwa jamaa alikuwa na risasi, kuna daktari mmoja ambaye alikuwa anatakiwa kwenda kuitoa ile risasi ambayo iko katika mwili wa jamaa. Lakini daktari alipoingia kwenda kufanyia upasuaji mwili wa jamaa ili aweze kuitoa ile risasi, alishangaa kuona kwamba jamaa alikuwa amenyenyuka. What the hell is this? Hii imekuaje? Na kwaje mtu aliweza kufa aweze kufufuka? How come? Daktari alishangazwa sana na hiki alichokuwa nakiona mbele ya macho yake. Jamaa alikuwa amekufa lakini eti ameweza kunyenyuka. Nje upande wa hospitali mama mtu haamini kabisa kwamba mwanae ameweza kupoteza maisha. Ilivyo desturi ya mwanadamu ndivyo ilivyo, lakini hapa akajitokeza daktari akiwa anapiga kelele. Daktari mweka sawa maiti anasema kwamba Mwamba aliweza kunyenyuka, kitu ambacho kimemtishia sana, na namna ambavyo daktari alikuwa akitilika jasho basi waliweza kuamini na wakakimbia haraka sana kwenda kutazama. Lakini walipoingia tu katika chumba cha maiti wakagundua kwamba mwili wa Mwamba ulikuwa haupo. Ikabidi kwenda kutazama katika CCTV kamera na hapo akagundua kwamba jamaa alikuwa salama salmini na hapa anatembea katika corridor. Lakini madaktari wanadai kwamba waliweza kudhibitisha kabisa kwamba Mwamba alikuwa amepoteza maisha na mwili wake ulikuwa ni baridi sana. Bidada Harang kitanzini anaendelea kutapatapa. Wakati huo aliweza kushuhudia kuwa simu yake ilikuwa inaita. Alikuwa ni jirani yake wa karibu sana, lakini huyu jirani yake alipogundua kwamba bidada alikuwa hayupo, ikabidi kwanza kuondoka. Lakini mbwa kwa sababu wana hisia ya mbali sana, mbwa waliweza kugundua kwamba kuna tatizo humu ndani, wakaanza kubweka kuelekea katika hiyo nyumba. Mwamba ikabidi kuingia ndani na akagundua kwamba bidada alikuwa anajinyonga. Bidada akasaidiwa kuamka, lakini ile time tu ananyenyuka anagundua kwamba kuna mbwa alikuwa akimlamba. Haraka sana akawa amemkunja huyu jamaa na kumwambia kwamba unataka kuniibia vitu, umekuja na mbwa wako si ndio? Lakini Mwamba akawa amemuelezea kwamba alikuwa anajinyonga na ameweza kumsaidia. Mwamba akajieleza kwamba tuliweza kukutana kituo cha polisi, nilikusikia kwamba unasema una uwezo wa kuona mizimu. Sasa nimekuja ili uweze kunitazamia, je, mimi na mizimu ama mbwa wangu atakuwa na mizimu? Naomba unitazamie. Dada akaona hizi topic za kitopolo kweli kweli. Mwisho siku akawa anamwambia kwamba vipi jamaa anaendeleaje? Mu anaendeleaje? Sasa huyu jamaa mjui kabisa huyo Mu, akawa anauliza Mu yupi? Ikabidi bidada kutoka hapo na moja kwa moja kuelekea huko katika maeneo ya hospitali. Walipofika ngambo kidogo ya barabara waliweza kumshuhudia Mwamba Mu akiwa anatapatapa haelewi wapi kwa kuelekea. Ikabidi bidada kuweza kushuka, lakini kabla ya kushuka jamaa akawa amemshika mkono na kumwambia kwamba nimekuuliza, je, mimi ama mbwa wangu, je, tuna mizimu? Hasa bidada ili kupotezea maada akamwambia kwamba nyie mko sawa tu, hamna changamoto yoyote ya mizimu. Basi Mwamba ndo akamruhusu jamaa kuweza kushuka. Bidada moja kwa moja akaenda mpaka kwa huyu afande Mu. Bidada Harang hakuwa na neno lolote la kumweleza Mwamba zaidi ya kumwomba msamaha kwa kile alichoweza kumsababishia mpaka jamaa kaingia katika matatizo. Lakini Mwamba akawa anamsukumiza tu bidada kando, ishara ya kwamba alikuwa ajui chochote kinachoendelea. Jamaa amepoteza kumbukumbu. Bidada Harang akamchukua jamaa na moja kwa moja akawa anampeleka katika hospitalini, na katika hospitali ambayo Mwamba alikuwa amepelekwa, bidada yule Sangya yule mpenzi wake ndio alikuwa akihudumia katika maeneo haya. Usiku mzima bidada Sangya alikesha akimtazama Mwamba, na palipokucha mapema na alfajiri jamaa alipoweza kuamka akaanza kumuuliza bidada, ni nini kinachodunda katika kifua changu? Dada aliamini kwamba Mwamba alikuwa akizungumza lugha ya mapenzi, lakini mbaya zaidi ni pale alipokuja kugundua kwamba jamaa alikuwa amepoteza kumbukumbu zake kabisa na haelewi hata mapigo yake ya moyo yanafanya nini kifuani pake. Baada tu ya Sangya kuweza kutoka pale hospitalini, moja kwa moja bidada Haran akawa ametimba katika mitaa hiyo na kumchunguza Mwamba, kisha akawa anakumbuka zamani sana kwamba walipeana ahadi za kukaa pamoja. Siku ya mwisho ya kuachana kwao ni kwamba Mwamba alikuwa amesafiri kuelekea nje ya nchi na aliahidi kwamba kupitia bracelet hii ataendelea kumkumbuka daima, na siku atakayorudi basi akimuona amevaa bracelet hii atamkumbuka. Dada akaamini kwamba ni mipango ya Mungu wameweza kutana tena, lakini hajui kabisa kwamba Mwamba tayari ana mpenzi mwingine na ndio mnesi anayemhudumia katika hospitali hii. Akawa anamvisha bracelet ili Mwamba anaponyenyuka tu aweze kuiona, lakini kabla hajafanya tukio hilo Mwamba akawa amemgeukia na kumnyoshia ngumi na kumwambia kwamba wewe ni nani? Na bidada Harang hata kabla ya kujieleza Mwamba tayari akaanza kumfukuza huku akilalamika kuwa kichwa chake kinamuuma. Ikabidi bidada kuweza kuondoka, lakini haamini kabisa anayomtokea jamaa. Kichwa chake bidada hakiko sawa, ana mawazo mengi kama gunia la mchele. Anawaza ni kwa namna gani anaweza kuyapoza mawazo yake. Akawaza kwenda nyumbani kwenda kupata usingizi. Ile kuingia ndani tu katika nyumba anashtukia kwamba nyumba ilikuwa imevurugika sana. Kuja kuingia ndani akagundua kwamba baba yake wa kambo alikuwa amepangua kila kitu. Mbaya zaidi mkononi mwake ameshika pesa. Akasema, mwanangu ulizificha mbali sana, hatimaye nimeweza kuzikuta.
akafuta akawa anaondoka. Mtoto akasema kwamba baba, hatua 10 mbele yako unakwenda kupoteza maisha utakapokuwa unatoka nje ya nyumba hii. Mzee alikuwa anatoka nje ya nyumba, lakini kuisikia kauli ile ya mtoto huyu akajikuta ameweza kusimama. Unadhani nini kitakwenda kujili? Ni kusiti kubaki na mimi katika episode ya 3 itakwenda kutupa majibu. Mwezi uliopita tulikuwa na tangazo la usaili wa vipaji vya kuigiza na tuliweza kupata baadhi ya waigizaji ambao waliweza kufanya kazi nzuri sana ambao hao unaweza kuwatazama katika skrini yako. Lakini sasa tuna zoezi la pili. Mwezi wa 11 mwaka huu tutakuwa na tamthilia nzuri itakayoanza kuruka kupitia chaneli yetu, na tamthilia hii itashutiwa na wabongo wenyewe kutokea mikoa yote nchini Tanzania. Kama unahisi una kipaji cha kuigiza basi unakaribishwa. Wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam basi mnakaribishwa ofisini kwetu, tunapatikanika hapa Afcon 2027 Fast Food and Takeaway mkabala na Mlimani City ghorofa ya pili. Ukifika tu hapo unaweza kujipatia fomu yako kwa shilingi 10,000 tu. Lakini kwa wote wanaotokea mikoani basi unaweza kujipatia fomu yako kwa njia ya WhatsApp kisha ukaijaza na kuirejesha kwa haraka sana. Kumbuka kwamba nafasi ni 25 tu zinazohitajika na wasanii wote watakaa kambini. Muda wa kukaa kambini ni kipindi cha miezi 12 kutokea mwezi wa 11 mwaka huu mpaka mwezi wa 11 mwaka kesho. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ni kambi ambalo litakugharimu kipindi cha mwaka mzima kambini. Nasemaga usikiapo tangazo hili mwambie na mwenzako. Nafasi ni 25 na ni za kugombaniwa sana. Nafasi yako huenda ikawa ni bahati siku ya leo. Kupitia nambari ya simu unaweza kuiona katika skrini yako ya 0622113984. Utakapokuja inbox andika tu naitwa fulani fulani, natokea mkoa fulani na umri wa miaka kadhaa, nahitaji form. Baada tu ya kutumiwa form utatakiwa kuijaza ndani ya masaa 24, unatakiwa kuirejesha tena na kisha baada ya hapo utapokea majibu yako rasmi. PVP Media Max tunakuambia kwamba kipaji ni fursa.